sana. Nashukuru Mungu sababu ya nafasi hii hata ya kutunukiwa kuweza kuleta neno na dhuhuri ya leo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimeona akiwa pande wangu, nimeona akinipigania. Bwana asifiwe sana. Na kichwa changu cha ujumbe ni kusimama katika pepo. Bwana asifiwe. Na tutaanza katika mstari wa kwanza, Nehemia chapter number 1. Nitaenda nikisoma polepole na vile Mungu alikuwa akinisaidia. Biblia inasema habari za Nehemia mwana wa Hakalia, ikawa katika mwezi wa Kislevu mwaka wa 20 nilipopelekwa Shunami Gombeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikauliza habari za Wayahudi waliopona hao watu wa uhamisho waliosalia, habari za Yerusalemu. Wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wako katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomoka na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ile inasema hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadhaa wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema na kusihi, Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wapendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikia maombi ya mtumishi wako ninayokuomba mbele yako wakati huu mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Napozingama dhambi zangu na wana wa Israeli ulizozifanya juu yako, tumefanya dhambi. Bwana asifiwe sana. Ujumbe ni kama vile nimesema, ni kwamba kichwa cha ujumbe wangu ni kusimama katika pepo. Kitabu hiki cha Nehemia ni kitabu cha historia. Bwana asifiwe sana. Na ni kitabu ambacho ni kimoja na Ezra. Ukisoma Ezra ni kama kitabu kimoja pamoja na Nehemia, kwa sababu Nehemia anazungumzia kuhusu ujenzi wa ukuta na Ezra anazungumzia kuhusu kujenga kwa hekalu, kurudisha hekalu. Bwana asifiwe sana. Ama kujenga hekalu. Na hii ni baada ya wana wa Israeli walipomwasi Mungu, naye Mungu akawapeleka katika mateka katika mwaka wa 430 BC kabla Yesu azaliwe, na wakafanya dhambi mbele zake Mwenyezi Mungu, na wakapelekwa kwa mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Nebukadneza. Akaweza kuwachukua mateka kwa miaka 70, wakaweza kukaa chini ya watumwa wao. Bwana asifiwe sana. Na ikawa ni jambo ambalo halikuwa nzuri, ambalo lilikuwa ni jambo la aibu, kama vile tumesema na tumesoma katika kitabu cha Nehemia ya kwamba Yerusalemu ulikuwa umezungukwa na ukuta, na kati ya huo ukuta kulikuwa na malango 12 ambayo ilikuwa inasimamia kabila 12 za wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Na basi Nehemia yeye alikuwa anakaa kwa mfalme, alikuwa anakaa, tunaweza sema ya kwamba alikuwa state house, na yeye ndiye alikuwa anakaa karibu na mfalme wakati ule. Yeye angeweza kuonja divai ama ladha ya divai ya mfalme, na yeye angeweza kusema kile mfalme atakula na kile ambacho mfalme hatakula. Bwana asifiwe sana. Na alipokuwa mahali pale, tunaweza sema ya kwamba Nehemia alikuwa mahali pazuri, alikuwa mahali tunaweza sema ni comfort zone, kwa sababu kama unaishi state house, kama unaishi pamoja na mfalme, hata wewe wakati mwingine unajihisi kuwa unakaa mahali pazuri. Bwana asifiwe sana. Lakini ikawa mahali alipokuwa mahali pale, jambo likamjia ndani ya moyo wake. Haleluya. Na akaulizia, kwa sababu kuna wale ambao wakati ambapo walifurushwa kule Yerusalemu, kuna wale ambao walibaki wakati ambapo walitekwa nyara na mfalme Nebukadneza.
Nebukadneza na akauliza, je, nataka kujua kuhusu Yerusalemu na vile watu wanavyoishi tangu wakati ule. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Nehemia akapatiwa ripoti, akaambiwa ya kwamba malango ya Yerusalemu yamechomwa kwa moto na ukuta wa Yerusalemu umebomoka. Bwana asifiwe sana. Na ikawa ni jambo ambalo halikumfurahisha Nehemia, ikawa ni jambo ambalo akawa na huzuni, akawa anasononeka, kwa sababu mji wa Bwana ambao ulikuwa mtakatifu kwa Bwana, malango yake yamechomwa kwa moto. Unakaa katika aibu, unakaa katika njia ya dhihaka. Bwana asifiwe sana. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Nehemia akachukua hatua ya kufunga na kuomba. Bwana asifiwe sana. Akachukua hatua ya kufunga. Kumbuka ya kwamba Nehemia yeye anaishi mahali pazuri. Chochote angelihitaji angelipata. Iwe ni chakula kizuri angelipata. Iwe ni gari nzuri kama ni wakati huu angelipata. Lakini wakati aliposikia ya kwamba Yerusalemu, mahali ambapo wazazi wake wametoka, nchi inakaa katika dhihaka, nchi inakaa katika aibu, akashikwa na huzuni wa moyo. Bwana asifiwe sana. Na kitu cha kwanza, hatua ya kwanza Nehemia ambaye alichukua hatua ya kufunga na kuomba. Praise the name of the living God. Kuna hali katika maisha yetu inahitaji uichukulie hatua. La sivyo, mambo yakiendelea kuwa hivyo, yataendelea kuwa mabaya na hayatakuwa mazuri. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo unaweza ona katika jamii yako, katika maisha yako ambayo si vizuri uruhusu yakae namna hiyo. Usipochukua hatua ya imani na kuichukulia hatua ya kutafuta uso wa Bwana, itakaa namna hiyo milele. Praise the name of the living God. Na hatua moja ambayo Nehemia alichukua ni hatua ya kutafuta uso wa Bwana. Praise the name of the living God. Unajua kuna wakati tunatosheleka na hali ambazo tunazipitia. Kuna wakati tunaona vitu tu ni kawaida kwa sababu yanafanyika. Kuna wakati ambapo tunagonjeka, tuko na magonjwa katika miili yetu na tunastarehe na tunayaita magonjwa yetu. Praise the name of the living God. Kuna wakati ambapo hata watoto hawaperform vizuri shuleni na unajijaza, unasema ya kwamba hata mimi sikuwa ninaelewa hesabu, kwa hivyo hata mtoto wangu hakuna kitu atapata kwa sababu mimi ndiye nimemzaa. Praise the name of the living God. Unatosheleka tu kwa hali ambazo uko nazo. Unatosheleka tu kwa sababu ya magonjwa. Unatosheleka tu kwa sababu ya ufukara. Hallelujah. Unaangalia, unaona shida ambayo ilikuwa kwa nyanya yako ndio shida ambayo imekuja kwa mama yako, na wewe vile unaendelea ni kama utachukua hiyo shida utalili tu kutoka kwa nyanya yako na baba yako na mama yako. Praise the name of the living God. Kuna hali ambazo tuko nazo, tusipozichukulia hatua ya kuomba na kutafuta uso wa Bwana, hatutaweza kuona matokeo. Praise the name of the living God. Na ndio hapa tunafaa kuchukua hatua nyingine. Ndio tunajua kuomba kila wakati, lakini kuna maombi ambayo inagusa moyo wa Mungu. Kuna maombi ambayo inaleta tofauti. Bwana asifiwe sana. Kuna maombi inayoleta tofauti. Kuna hali unaweza uone hapa, Mungu, nisipomwita Mungu, nisipomkaribia Mungu, nisipomlilia Mungu, hakuna jambo ambalo litaweza kufanyika nzuri. Bwana asifiwe sana. Unakuta umefinyiliwa kwa kona, unakuta umesongwa na madeni kiwango ya kwamba hata kusonga kushoto kwenda kusini hauwezi songa. Praise the name of the living God. Lazima uchukue hatua ya imani kama vile Nehemia aliweza kuchukua, na aliweza kufunga na kutafuta uso wa Bwana.
Bwana sifiwe sana. Alifunga. Sijui mara ya mwisho umefunga mara ngapi? Ni mambo gani unayoona katika maisha yako haendi visawasawa vile inavyostahili, lakini wewe umestarehe na unakaa tu hivyo kwa sababu yako hivyo na umeyakubali katika maisha yako? Bwana sifiwe sana. Na Nehemia alipotafuta uso wa Bwana akiwa pale kwa mfalme, siku moja akiwa anaendelea kupita pale katika mfalme akamwangalia uso, akaona ya kwamba kuna jambo ambalo sitaliona likiwa la kawaida kwa Nehemia, na akamuuliza, mbona uso wako naona uko na huzuni? Bwana sifiwe sana. Na hiyo ni baada ya kutafuta uso wa Bwana. Haleluya. Kuna miujiza nyingine ambao lazima tufunge na kuomba ndio Mungu alete kibali. Bwana sifiwe sana. Kuna mambo ambayo haezi tendeka tusipoichukulia hatua. Ukumbuka ya kwamba Nehemia si kwamba alienda akaambia mfalme, lakini mfalme mwenyewe aliangalia uso wa Nehemia, akaona na vile umekaa kuna jambo ambalo si nzuri, na ndipo Nehemia akaamua kupasua sasa maneno, akasema ya kwamba nchi yangu ambao Yerusalemu ukuta umeboromoka, ninaomba ya kwamba nikapatiwe nafasi niende niurejeshe. Praise the name of the living God. Maombi huleta uponyaji. Bwana asifiwe sana. Kuna uponyaji, lazima tutafute uso wa Bwana katika kiwango kingine. Kuna pate katika maisha yetu ambayo lazima tutafute uso wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo ambayo ukiyatazama usipoichukulia hatua ya imani kama vile Nehemia alichukua hatua ya imani, yatabaki vile vile. Praise the name of the living God. Na shetani ataendelea kuwa shetani, na Mungu ataendelea kuwa Mungu. Mimi naona Nehemia kama ilikuwa ni wakati huu, kwa sababu alikuwa anaishi kwa nyumba ya mfalme, na yeye angepata chochote angehitaji. Kama ilikuwa ni mtu mwingine angestarehe na aseme ya kwamba mimi sitali chochote, mradi ninakula, mradi ninakunywa, hakuna jambo ambalo mimi nahisi ya kwamba linaweza fanyika. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati inafika unafaa kuamuka kwa sababu usiku, kwa sababu ya familia yako. Bwana asifiwe sana. Kuna mahali inafika hata wachawi na waganga wanakuinukiwa kiwango ya kwamba unawezwa usipochukua hatua ya imani. Praise the name of the living God. Kumbuka ukuta huu ulikuwa umeboromoka kwa miaka 150 na hakuna mtu alikuwa na shughuli nao. Praise the name of the living God. Umasikini mwingine utaendelea kuwa umasikini mpaka wakati kuna mtu mmoja atasimama katika pengo. Na hii ndio Nehemia aliweza kufanya. Kuna amani hauwezi pokea pasipo kutafuta uso wa Bwana vikamilifu. Pasipo kufunga na kuomba, kuna amani hauwezi pokea. Kuna wakati hata tunaona mambo inafanyika katika familia. Unaangalia ile laini umetoka na kule umetoka na babu yako, unaangalia kutoka A, B, C, D, ni pombe imefuata. Bwana asifiwe sana. Unaangalia tu unaona mpaka maandiko zangu zote ni wale, na wewe unaendelea kukaa pale. Bwana asifiwe sana. Kuna kiwango ambao unaweza fika, unaangalia watoto wako vile walivyo, usipochukua hatua ya imani ya kufunga na kutafuta uso wa Bwana, kuna mambo haitabadilika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo jambo la kwanza ambao Nehemia aliweza kufanya, alitafuta uso wa Bwana. Si Mungu atupe neema ya kufunga na kuomba
katika kila jambo kwa sababu ya mambo ambayo yanatusumbua. Bwana asifiwe sana. Wewe ambao ulisahau maombi, wewe ambao ulilala, amuka katika usingizi. Neema ishuke juu ya maisha yako, ukaombe, ukatafuta uso wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Uache kushambuliwa na mapepo hata usiku. Haleluya. Uache kukaa katika hali ambayo ni dhihaka, ni katika hali ya aibu. Kwa sababu gani? Wakati tunapoomba kuna urejesho unaokuja, kuna uponyaji unaoshuka katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine Nehemia ambao alifanya ama alikuwa naye, alipata mzigo baadaye. Bwana asifiwe sana. Kuwa na mzigo ni kitu cha maana sana. Kuwa na mzigo ni kuwa na msukumo wa jambo fulani ambalo unaona haliendi vizuri. Bwana asifiwe sana. Na kile kinafanya kazi ya Mungu ikiwe ngumu sana kufanyika ni kwa sababu watu wengine hawana mzigo, hawana bade. Bwana asifiwe sana. Mtu ambaye hana mzigo anaweza kuja kanisa saa yoyote. Bwana asifiwe sana. Anaweza kuja kanisa siku yoyote. Anaweza kosa kanisa kipindi cha muda mrefu na arudi tena. Bwana asifiwe sana. Mambo yaendelee kama kawaida, hana shida. Watoto wanasomea kwa madarasa, viti zimepasuka, zimeanguka, hana shida. Mradi atakuja kanisani na aende nyumbani, hiyo hairuhusu. Hiyo ni kukosa mzigo wa kazi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Kuwa na mzigo ni kuangalia ministry ya watoto mpaka isimame. Unaamuka asubuhi, unaiombea mpaka wakati utaona watoto hao wamesimama na wamesomea mahali pazuri. Hiyo ni kuwa na mzigo. Bwana asifiwe sana. Kuwa na mzigo ni kuona vile ulevi na usherati umejaa katika society. Haulali usingizi ukitafuta uso wa Bwana mpaka wakati utaona watu hao wamekuja kwa Bwana na wameokoka. Hiyo ni kuwa na mzigo. Nakwambia kama hauna mzigo, hauwezi kuja kanisani maombi. Utakuwa unakumbusha, ukumbuke Sunday maombi. Haleluya. Friday unajua tunaomba. Bwana asifiwe sana. Kuja Sunday tunaanza maombi sana. Tafadhali msichelewe. Mtu aliye na mzigo hata hajui ya kwamba anafaa kukuja saa 3. Anaweza kuja hata saa 12 kuombea kanisa. Kwa sababu gani? Ako na mzigo wa kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Mzigo kwa sababu ya vijana. Bwana asifiwe sana. Unakuwa na mzigo. Ukiangalia vijana, si kuanza kwenda kuongea vile walivyo wabaya, vile watatokomea kuzimu, lakini ni kusimama kwa sababu hao vijana na kusema tunaomba Mungu atuletee vijana watakaosimama, watakuwa wameokoka vizuri katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Ukikosa mzigo utakumbushwa wakati wa kuja ibada. Ukikosa mzigo utakumbushwa wewe ndio unahubiri siku ya Jumapili kwa sababu hauna mzigo. Ukiwa hauna mzigo utakumbushwa ushirika. Kumbuka ushirika ni Wednesday. Kila wakati credit inakuliwa. Haleluya. Brothers wanso, ujue leo ndio tunakutana maombi. Lakini mtu aliye na mzigo hata goja. Bwana asifiwe sana. Atafika hata kabla. Utamkuta siku ya Tuesday hapa akiomba na sio siku ya ibada. Atatafuta nafasi iwe ni siku ya Jumamosi kutafuta uso wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Ataenda mlimani, atatafuta nafasi ya kwenda kama ni prayer center kuombea kanisa la Bwana. Bwana asifiwe sana. Mtu aliye na mzigo akufagi moyo wa kutumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukiwa na mzigo
kwa sababu ya kazi ya Mungu. Useme nimechoka, wewe ni mzigo hauna. Bwana asifiwe sana. Mtu aliye na mzigo halali mpaka aone vile mambo inafaa kuwa, itakuwa hivyo. Si Mungu atupe mzigo. Bwana asifiwe sana. Nehemia Mungu alimpatia mzigo. Alikuwa na mzigo, na alipoangalia mambo akaona mambo yalivyo sawa. Hapana, lazima nirudi Yerusalemu, nikaurejesha ukuta uliobomoka kwa miaka mingi. Bwana asifiwe sana. Akasema ninakataa kukula, ninakataa kila chochote, na ni lazima nirudi kule ambapo nilitoka, niangalie na nitazame na niurejesha ukuta ambao Yerusalemu ambao ulikuwa umeboromoka. Bwana asifiwe sana. Si Mungu atupe mzigo wa kazi yake. Praise the name of the living God. Mungu atupe mzigo wa kumtumikia. Tukikuwa na mzigo, kazi itakuwa rahisi. Haleluya. Shida ya watu wakati mwingine, makosa kidogo ikitendeka, umepeleka maneno kwa fulani. Haleluya. Unajua mimi hiyo kanisa ninaweza soma, lakini isipokuwa tu ni praise and worship, mimi nimetoka hiyo praise and worship. Bwana asifiwe sana. Mimi isipokuwa ni mama Kemayo ananikuazana, ningekuwa wa ushirika, lakini nilikwazo. Wewe ni mzigo hauna. Bwana asifiwe sana. Mimi ningesoma hiyo kanisa, lakini wacheza vyombo, vile wanacheza vyombo, mimi nasikiaga siwezi soma hiyo kanisa. Mimi nasikiaga siwezi imba, ni mzigo hauna. Bwana asifiwe sana. Mtu aliye na mzigo hakubushwa siku ya Jumapili. Mtu aliye na mzigo hakubushwi maombi. Bwana asifiwe sana. Yeye pia anamobilize wengine, na tunafaa kuombea jambo fulani, na tunafaa kuombea jambo fulani. Na wakati huu tuko na Rafa Center ambao tunafaa kufungua mahali hapa. Ni wangapi wako na mzigo wanaiombea? Bwana asifiwe sana. Mahali ambapo watoto watakuwa wanasoma vizuri, mahali ambapo watu watakuta wanapokea zile vitu zinafaa kupokelewa. Praise the name of the living God. Ninaomba Mungu atuweke mzigo. Hata mimi Mungu aniweke mzigo. Bwana asifiwe sana. Niamke usiku kuombea kanisa. Haleluya. Si nikitoka kanisani hapa siku ya Jumapili ninayapelekea fulani maneno na mwambia unaona vile kitoka leo alishindwa kuimba. Bwana asifiwe sana. Unaona vile leo kulikuwa, unaona fulani vile alikuwa. Bwana asifiwe sana. Lakini mtu aliye na mzigo anaumia ndani, anauliza Mungu, wiki hii nitaombea kikundi cha sifa na kuabudu kisimame. Wiki hii nitaombea kwaya isimame katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Mungu atupe mzigo wapendwa. Haleluya. Tuache kulalamika kila wakati, kusononeka kila wakati, kuuliza maswali. Praise the name of the living God. Jambo lingine la tatu ni kwamba Nehemia alikuwa na maono. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Proverbs chapter number 29 verse 18, Biblia inasema ya kwamba watu wasiokuwa na maono, Proverbs 29 verse 18 inasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Bwana asifiwe sana. Lazima tuwe na maono. Na maono ni nini? Maono is the ability of image how something could develop in future. Is ability of an image how something could develop in future. Bwana asifiwe sana. Maono ni kuona picha kamili ya kile ambacho unataka kuona. Na tukikosa maono itakuwa vigumu kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Bwana asifiwe sana. Nikuulize, uko na maono gani?
katika ushirika ambao unaenda. Bwana asifiwe sana. Hapo unasema hii itaporomoka tu. Unajua kashangu anasema in the next 1 year hii itaporomoka, hakutakuwa. Hiyo ni yangu by the way. Bwana asifiwe sana. Na kuna mwingine ambaye anasema in the next 2 months hii ushirika. Kwanza mimi nimetoka. Hapo hakuna ushirika. Bwana asifiwe sana. Kiwa na maono. Kuwa na maono wa kanisa. Kama mimi nilikuwa ninaomba Mungu, nasema ya kwamba kwa miaka inayokuja Mungu atusaidie tubomoe hii. Na nilikuwa ninafikiria tukiweka chuma moja hivi na chuma zingine huku, alafu tuanze kujenga tukiwa ndani. Haleluya. Alafu pale tutengeneze gorofa mahali tutakuwa nahubiria watu wako chini. Siku hizi watu uwanja ni mdogo, unahitaji vitu zingine kule huko juu. Bwana asifiwe sana. Lazima tuwe na maono ya mahali ambapo Mungu anatupeleka. Bwana asifiwe sana. Lazima tuwe na maono ambao mahali tunataka Sunday school wakuwa wanasomea. Bwana asifiwe sana. Tuwatoe katika mabati, tuwapeleke katika majengo permanent, mahali ambapo watakuwa wanakaa vizuri na wanasomea vizuri. Bwana asifiwe sana. Lazima tuwe na maono ya kwamba kwa miaka mingine discipleship class itakuwa na wanafunzi zaidi ya 50. Bwana asifiwe sana. Lazima tuwe na maono ya kwamba kanisa hili litajaa mpaka tukakosa mahali ya kuweka watu, tutawatengenezea nyumba nyingine kubwa kushinda hii. Bwana asifiwe sana. Na mtu aliye na maono halalagi usingizi mpaka atimize kile ambacho wanaona. Bwana asifiwe sana. Ukikosa maono hauwezi kutumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukikosa maono utakaa hivyo, utalala, hautaomba. Bwana asifiwe. Nehemia alikuwa na maono ya kile anataka kuona, na aliporudi kule, Biblia inasema ya kwamba alipoenda pale kwa mfalme, neno la Mungu linasema ya kwamba mfalme akapata kibali mbele ya mfalme. Wakati alipoomba na kutafuta uso wa Bwana, alipata kibali. Mfalme akampatia barua na nyaraka kule ambapo atakapoenda na akipita miji zingine hatasumbuliwa. Akaenda mpaka kule, usiku akazunguka mji wa Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Akauzunguka na farasi wake, akitazama vile kuko. Mwishowe akatengeneza, akamobilize watu, akaambia watu lazima turejeshe ukuta wa Yerusalemu vile ambavyo ulivyokuwa kitambo. Bwana asifiwe sana. Na alipotekeleza ile kundi, hapo ndipo kulitokea Sanbalati na Tobias, wakasema ya kwamba hata ukuta ambao wanajenga akipanda juu anaweza hata anguka, inaweza poromoka. Bwana asifiwe sana. Na vitu zingine zimeanza kuporomoka. Hizo ni distraction za shetani. Ndio neno isiingie. Bwana asifiwe sana. Wakati tuna maono, naye shetani anakuaga hivi, ametazama hivi, ndio wakati shetani anainuka. Bwana asifiwe sana. Ndio ni nafasi nzuri ya kuomba na kutafuta uso wa Bwana. Kumbuka tu wakati uliambia mzee ya kwamba tutafute kashamba tujenge, saa hizo ndio funjo zilianza kutokea. Haleluya. Usumbufu ukaanza. Ni kwa sababu gani? Shetani ameona na ametazama, ameona ya kwamba hapa kuna maono, na kila wakati shetani kupigana na maono ambao uko naye, na kwa sababu ya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini walijitia nguvu. Biblia inasema kwa mkono mmoja walikuwa wamebeba silaha na huu mwingine wanajenga. Bwana asifiwe sana. Si rahisi. Wakati mwingine, wakati Mungu anatuinua kutoka level moja kwenda level nyingine, naye mapepo ndio huwa inainuka zaidi, na wengine huwa wanakufa moyo wa kutufua. Anasema shetani ametuingililia, in fact tulifanya mambo makubwa sana, isipokuwa ni fulani, lakini ni wajibu wako usimame katika pengo, utafuta uso wa Bwana. Ujue ya kwamba maono haya shetani yako kinyume nayo. Bwana asifiwe sana. Sanbalati na Tobias
hawataikosa katika safari. Bwana asifiwe sana. Sambaraki, watu wa kukuinukia, watu wa kusema hautaenda mbali, hawatakosa katika safari, especially ukiwa na maono ya kwenda mbali, watainuka kinyume na wewe. Bwana asifiwe sana. Lakini Nehemia hakufa moyo, alisimama kidete. Ambia jirani yako, simama kidete. Bwana asifiwe sana. Simama kidete. Haleluya. Vita ziko mbele, lakini lazima tutazishinda katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Lazima tufike mahali ambapo Mungu anasema tukawe. Haleluya. Mambo si rahisi, especially kama vile nimesema, ukianzisha jambo. Oh my friend, unajua kuna wakati tulikuwa na harusi kwetu nyumbani, na kama kuna harusi ambayo ilipigana ndani ya kazini yangu ni hiyo, mpaka nilikuwa na mhurumia. Yaani ilikuwa na vita kiwango, mambo yalikuwa mazito. Sitaki kuambia mambo mengi, lakini wakati hakukuwa na hizo shughuli Bwana asifiwe, hakuna jambo lilikuwa linatendeka. Lakini wakati kulitangazwa so sasa kuna harusi, tunaenda Odhoni, na hiyo ndio tulijua mapepo mahali na kuoga imejificha. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo ndio gari na halipikaga, na ilikuwa mzuri, ilikuwa naenda asubuhi na kataa kwenda. Sasa hiyo ndio mtoto anaanza kuwa kisirani, kusumbua. Bwana asifiwe sana. Lakini hiyo haikuzuia Nehemia kujenga ukuta. Bwana asifiwe sana. Na jambo lingine ni kwamba lazima tulipe gharama. Haleluya. Yesu akasema katika kitabu cha kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 24 ya kwamba yeyote ambaye angependa kunifuata lazima abebe msalaba wake mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kubeba msalaba ni kuchukiwa kwa sababu ya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ona wewe ndio waje ushirika katikati ka wiki kwa kale na oleka. Hata wewe ni mtu wa kwenda ushirika katikati ka wiki, ni kama hauna kazi ya kufanya. Hivyo ndivyo Sanbalati walikuwa na dhihaki Nehemia. Bwana asifiwe sana. Utaiga wote roho ya ginyani. Bwana asifiwe. Sanbalati na Tobias, utainukiwa. Hata utaabua hizo pesa unatoa kanisani. By the way, ungekuwa umenunua kiti mzuri sana kwa nyumba. Na ndio maana nakwambia hizi makanisa si mzuri. Hizo ndio mashauri utapata kwa watu. Sasa hiyo unajitolea kwa kazi yako, kwa kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Lazima tulipe gharama. Tutainukiwa lakini tutasimama imara. Praise the name of the living God. Watu watakuja kinyume nasi, lakini sisi tutaangalia. Mwimbaji wa wimbo wakasema ya kwamba haya shobere pale kileleni na muone Yesu. Mwingine kwa Kiswahili tunasikia nani subiri nifike salama, nani kumbatie kwa mikono yake, aseme ushindi. Bwana asifiwe sana. Na kwa 52 days Nehemia akaujenga ukuta. Tupigie Bwana makofi. Bwana asifiwe sana. Siku 52 alirejesha ukuta ambao umeboromoka zaidi ya miaka 100. Kwa namba moja tumesema ya kwamba alisimama na maombi. Bwana asifiwe sana. Alitafuta uso wa Bwana. Hata Hana wakati alikosa mtoto alifunga siku 3 akitafuta, alifunga na kuomba mpaka kuhani ambao alikuwa mahali pale
akakuja anamkuta vile analia, anamwambia na Mungu yimuli mtigejo siwache pombe. Anamwambia mimi si mlevi. Kuna mahali unakuwa maombi mengine unaomba mpaka mtu anakuona ni kama uko mlevi ama kichwa yako kwani vizuri. Bwana asifiwe sana. Lakini kupitia hiyo maombi, si Hana alijibiwa maombi, na hata hakuzaa Samueli peke yake, alizaa na watoto wengine. Bwana asifiwe sana. Na huyu Samueli ndio tunasoma in the first Samuel na second Samuel. Tuna vitu zingine zinatolewa through prayers. Bwana asifiwe sana. Yaani Mungu anakufanya uchungu fulani mpaka wewe mwenyewe unasimama unachukua hatua. Haleluya. Mori Esther, wakati ambapo Wayahudi walisemekana watauawa, walifunga na kuomba mpaka wanyama wakaapua, usikule, tutafuta uso wa Bwana. Na wakati ambapo Esther alipoenda mbele ya mfalme, Biblia inasema akapata kibali. Mpaka mfalme akauliza, wewe ungetaka nini Esther? Hata nusu ya ufalme ukitaka nitakupatia. Nini ilifanya hivyo? Ni maombi. Bwana asifiwe sana. Prayers. Basi maombi tunaomba usiku ya dakika 2, unaomba, kuna wengine unaomba alafu unabakisha kwa blanketi hapa hivi, alafu umelala kwa kitanda. Karibu ubakishe karibu ya kupumua hivi. Alafu unaomba unasahau, unaamka asubuhi unasema in Jesus name, amen. Unakuwa hadi kumekucha. Bwana asifiwe sana. Ama unaomba ukikuta ukipiga magoti hapa unaomba, alafu unakumbuka kai na zile chapati nisizifunikia na niliacha kusini. Maombi ambayo Hana aliomba. Bwana asifiwe sana. Maombi ambayo Hana aliomba ilikuwa ni maombi ambayo unaonekana ni kama wewe ni mlevi, lakini Mungu alimsikia. Bwana asifiwe sana. Mungu akamsikia Esther, na hata alipoenda mbele ya mfalme akapata kibali. Bwana asifiwe sana. Mahali ambapo hatujapata kibali, tupate kibali katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kule ambapo hatujaingia kupitia maombi, tuingie katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Unaweza ajiriwa kazi hata ya maana ya pesa mingi, hata kama haujasoma, haujafika kile kiwango ambacho kinastahili. Bwana asifiwe sana. Unabaki kuwa mwaminifu kwa Mungu, lakini sisemi usisome. Bwana asifiwe sana. Lakini unaweza fanya jambo ambalo linaweza kuuza moyo wa Mungu. Bwana asifiwe. Jambo la pili, ya kwanza ni maombi, ya pili ni burden. Haleluya. Uwe na mzigo kwa sababu ya kazi ya Mungu. Haleluya. Na la tatu, lazima tukue na maono. Haleluya. Na la ile, lazima tulipe gharama. Bwana asifiwe sana. Tazama, ishi sasa kumtazama Yesu. Tunaweza simama kidogo tumalizie. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Tazama, tazama